Ukipiga kwa haraka haraka wanamaliza kidato cha 4 ni wanafunzi 80. Mwaka juzi ilikuwa wanafunzi 82 na mwaka jana wanafunzi 80. Kwa maana hiyo kama darasa moja lina wanafunzi 110, ina maana kuna wanafunzi wengi hawamalizi kidato cha 4. Hawamalizi. Ukiangalia hapa idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani wa kidato cha pili ni wanafunzi 120 ndio waliofaulu, lakini wa jumla wanafunzi walikuwa 142. Kwa hiyo kutoka 140 kuja kupata wanafunzi 80 kuna changamoto kubwa kweli pale. Na hii sababu walisema utoro wa wanafunzi ndio unasababisha walioanza hawamalizi wote. Kwa kuna wapo wengi wanaachwa nje ya mfumo kwa sababu hawamalizi elimu ya sekondari. Nadhani hili halipo kwa walimu, hili liko kwa upande wa wazazi. Mheshimiwa Diwani, hili hebu tuliangalie vizuri. Tunapoteza watoto wengi sana ambao hawamalizi kidato cha 4. Bora tuone wana 0 lakini wamefanyaje? Wamemaliza. Mtu ataki kuondoka na 0 lakini kuna jambo amelipata, kuna kitu amejifunza. Hata ile kukaa tu na watu, ile tabia, nidhamu, kuna kitu anaondoka nacho. Kwa hiyo hata akienda huko mtaani hawezi kuwa mzigo kwa sababu kuna maarifa hata kama ni machache ameweza kuyapata kwa namna alivyojipanga. Kwa hiyo kiufupi niseme tu kwamba utoro, Mheshimiwa Diwani, tudhibiti. Hebu kaa na viongozi wote ngazi ya kata, ikiwezekana viongozi wote wenye viti wa vijiji, viti wa vitongoji, wao watoto wanaozembea wasakwe popote walipo, waletwe shuleni hata kama kwa viboko. Mimi kipindi nasoma Mungaa Sekondari, kulikuwa na mkuu mmoja wa shule alikuwa anaitwa Mwalimu Nkuwi, Richard Nkuwi. Yule alikuwa anasaka wanafunzi hadi kwenye mageto. Anaenda na kiboko kwenye geto. Anakukuta bado umelala na kupiga stiki pale pale wewe mwenyewe unaongoza darasani. Kwa hiyo kipindi kile alitumia hizo mbinu za enzi hizo. Lakini sasa hivi tunaweza tukatumia mbinu mbadala. Sasa hivi mtandao uko vizuri, tunaweza tukapigiana simu, tukaona modality gani nzuri ili hawa watoto wote waweze kumaliza hii elimu. Sasa niseme tu kwa mazingira haya najitahidi kweli. Ila kwa maana hii risala kwamba hizi changamoto zikitatuliwa ina maana mambo yanakuwa mazuri. Si ndio hata kama hajakuwa sana basi angalau tunaamini mambo yataendelea kunoga. Hizi 0 ambazo ziko ngapi? 3 tu. Mimi nadhani kwa mwakani tuondoke na historia nzuri. Lakini pia niwaombe ikiwezekana graduation ya mwaka huu pia ni alikwe. Ili nije nipate nafasi ya kuzungumza nao kabisa au vijana katika kuhakikisha kwamba tunawatia moyo, lakini pia tunawapa ule moyo wa ujasiri wa kwenda kufanya mitihani.